ulevi. Ili nilisema juzi. Nilisema kwa vijana wetu wamekithiri kunywa pombe. Mheshimiwa Mwenyekiti, tutanisamehe. Wanakunywa mno, na hivi nikisema msiniusuru. Mkasema kwa sababu huyu bana mimi nasema kwa sababu nguvu kazi inapotea. Tutakuja fika mahali tutakuwa hatuna vijana, tuko wazee watupu. Watoto wamechoka, nyuso zimekunjana kwa pombe. Kwa hiyo maana nasema pombe zimekithiri mno. Nguvu kazi inaisha. Kesi pale mahakamani ni nyingi za ndoa, wakavi pale ndo usiseme. Ukiuliza unaambiwa mimi nadai haki yangu ya ndoa, karibia mwezi mzima siipate. Hana nguvu mtoto, aipate wapi? Na muda wote kalewa. Kwa kesi hizi zinaendelea, wanatafuna mirungi. Mtu anatafuna mrungi mpaka inafikia mahali asimokuja nikaiondoe ile nyumba pale, anaisukuma jasho linamtoka, anaposema dai imeshaondoka. Alafu huyo anarudi nyumbani, anadaiwa haki, anashinda kuitoa, anakaa ni mwezi, miezi miwili, anatokea mjanja, anamdonea mkewe, wanakwenda kupigana, wanapelekana mahakamani. Sasa haya mengine haya ni ya kwetu sisi viongozi. Na jambo baya sana ambalo litatufikisha mahali pabaya ni hili la vijana wetu kuoa alafu kushindwa wake zao. Yaani swala la nguvu kazi ni sawa, tunawahitaji kufanya nguvu kazi, lakini baba amehangaika na mama umefanya shughuli kubwa, lakini wewe mwisho wa habari mambo hayaendi. Sasa tumelichukua, shehe wa mkoa, tumelichukua vizuri, na mimi maafisa wangu wako hapa, tutahakikisha. Na juzi nilikwambia kwamba tutaendelea kufuatilia, lakini anaofanya mambo hayo ni nani? Ni vijana wetu ambao wazazi wao wapo, na ziko kata tunazijua, kata ambazo tunafanya haya mambo tunazijua, na hizo kata zina viongozi. Yuko diwani, yuko mtendaji wa kata, yuko afisa tarafa, yuko mtendaji wa mtaa, yuko mtendaji wa kijiji. Sasa unajua ukija huku juu, Mheshimiwa Mwenyekiti wa mkoa, ukija huku juu, sisi tuko mbali sana. Grassroots hapa chini hapa tumeweka viongozi, hao ndio wanatakiwa watazame hili jambo. Sasa saa ngapi mkuu wa mkoa ajue, saa ngapi katibu tawala wa mkoa ajue, saa ngapi DC ajue kwa bogo chini kuna mambo. Si lazima hao huko. Na kama mambo haya yanafanyika, labda mimi niseme tu, sitaki kuchuma dhambi, niseme kwamba wanashirikiana na baadhi ya viongozi kwa kweli. Kwa hiyo tumelichukua, tutafanya jitihada kuhakikisha kwamba haya mambo hayafanyiki na vijana hawapotei. Kuna vitabu vinaeleza juu ya bwana aliyeandaa shughuli, baadaye hakuna waliofika, akatuma wafanyakazi wake waende mitaani kuita watu ili waje kwenye sherehe. Hamkunifanyia hivyo. Naomba niwashukuru sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kwa niaba ya TAKUKURU, kwa niaba ya watumishi wa TAKUKURU, kwa kweli mmetuonyesha upendo mkuu sana. Hatuna cha kuwalipa. Tunaomba Mwenyezi Mungu awalipe kwa kuchukua muda wenu. Ni muda wa kupumzika, mngepumzika nyumbani, lakini mmekubali kuungana nasi ili kwamba tuweze kupata iftari kwa pamoja. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tunaombea Mwenyezi Mungu aikubali saumu yenu na azidi kuwapa thawabu kadri mnavyozidi kuomba kila siku kwa ajili ya fungo wetu wa Ramadhani.